Naam, kwa uzuri wa Bwana. Tazama Mithali sura ile ya 8 na mstari ule wa 10, anasema, pokea mafundisho yangu wala si fedha, na maarifa kuliko dhahabu safi. Maana hekima ni bora kuliko marijani, wala vyote vinavyotamanika havilingani nayo. Hekima ya Mungu ni bora kuliko vitu vyote vinavyotamanika. Tunahitaji kujazwa hekima ya Mungu sana wakati wote, sasa na siku zilizo mbele yetu, kwa sababu hiyo hekima itatusaidia kujua jinsi ya kuamua, jinsi ya kufanya, jinsi ya kupangilia, jinsi ya kusema, jinsi ya kutenda, vyote na yote. Tunahitaji hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni bora kuliko marijani, yani kuliko vinavyotamanika vyovyote vya dunia. Omba kujazwa hekima ya Mungu ndani yako. Hekima ya Mungu itakusaidia jinsi ya kumjibu huyo mume, mke, jinsi ya kukabiliana na machozi na maumivu na yote yanayotokea. Hekima ya Mungu itatusaidia. Hekima ya Mungu ni bora mbele yetu kuliko vitu vingine. Kwanza, jazwa hekima. Yesu ni mwema, amejaa mema, akupe mema. Napokea mafundisho wala si fedha kwanza, fedha ije baadaye. Na maarifa kuliko dhahabu safi, kwa kuwa hekima ni bora kuliko vitu vyote. Kwanza, Bwana Yesu, mjaze hekima, mjaze hekima yako mtu huyu katika jina la Yesu. Katika maumivu na masumbufu anayokutana nayo, hekima yako itamsaidia, itatusaidia kujua jinsi ya kushinda, jinsi ya kwenda, jinsi ya kukwepa na namna ya kufanya. Katika jina la Yesu, uwe na usiku mzuri na saa nzuri ya utulivu. Ikiwa ni mchana au ni usiku kwako, basi Bwana akupe utulivu, amani na furaha, akujaze neema. Bwana akujalie kwa uweza wake katika Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Asante Baba, tujaze maarifa yako, na vingine vyote vifuate baadaye, ili tujue jinsi ya kutunza na kuendelea kuishi kwa mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amani na utulivu na nguvu za Bwana Yesu ziwe pamoja nawe. Amina.